Huyu yeye ni anajihusisha na makosa ya utapeli kwa kujifanya ni afisa usalama. Jeshi la polisi mkoa wa Njombe limemkamata James Ngore mwenye umri wa miaka 34 kwa tuhuma za kujifanya afisa usalama na kutumia kivuli hicho kutekeleza matukio ya utapeli. Kamanda wa polisi mkoa wa Njombe, Mahmud Banga, amesema katika maeneo tofauti ya mkoa huo mtuhumiwa amekuwa akifanya mawasiliano na kushawishi watu wanaotafuta kazi kuwa yeye ana uwezo wa kuwatafutia ajira. RPC Banga amesema kutokana na ushawishi aliokuwa nao, baadhi ya wahanga wamedai kushawishika na kuchukuliwa fedha na hawajaweza kupata ajira. Aidha, amesema kutokana na kosa hilo, baada ya upelelezi kukamilika, jeshi la polisi litamfikisha kwenye vyombo vya utoaji wa haki. Jeshi la polisi limemkamata mtuhumiwa mwingine ambaye amefahamika kwa jina la James Damson Ngole, miaka 34. Huyu yeye ni anajihusisha na makosa ya utapeli kwa kujifanya ni afisa usalama. Na kujifanya kwake afisa usalama, anatumia kivuli hicho kufanya matukio mbalimbali ya kitapeli. Lakini kwenye upekuzi, wakati akiwa anafanya utapeli wake, tumebaini kwamba alikuwa na simu yake upande wa mtandao wa WhatsApp. Imebainika kwamba amekuwa akitumiwa nakala mbalimbali za vyeti vya taaluma waliomaliza katika vyuo mbalimbali pamoja na shule, na akiwa anawaahidi kuwatafutia kazi sehemu mbalimbali serikalini. Yeye amekuwa akifanya mawasiliano aidha kwa njia ya WhatsApp, lakini na kwa njia ya kawaida, na mara nyingi amekuwa akiwashawishi watu mbalimbali kuhusiana na utoaji wa ajira, na amekuwa akidimandi mara kadhaa kwamba watumie hivyo vyeti ili aweze kuwapatia ajira katika maeneo tofauti tofauti. Sasa kulingana na hilo, baadhi ya wahanga wanadai kuchukuliwa fedha ambazo na hawajapata ajira. Kwa ni jambo ambalo ni utapeli, na huyu mtu sio afisa yeyote katika serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kitendo hicho ni kosa, na kwamba sisi kama jeshi la polisi tutamfikisha katika chombo ambacho kinahusika na utoaji wa haki. Jeshi la polisi mkoa wa Njombe, kufuatia operesheni ambazo imezifanya katika mwezi wa Mei, limefanikiwa kuwakamata watu 98 kwa tuhuma mbalimbali. Tuhuma hizo ni pamoja na matukio ya mauaji, uvunjaji, wizi na kupatikana na madawa ya kulevya. Miongoni mwa watu waliokamatwa katika operesheni hiyo ni watuhumiwa watatu ambao wanahusika na tukio la mauaji ya mtu ambaye amefahamika kwa jina la Matayo Kanyenyere Mhagama, miaka 60, mkazi wa kijiji cha Ludende kiliopo wilaya ya Ludewa, ambapo walimshambulia na kumkata na kitu chenye ncha kali ambacho kilisababisha kifo chake. Chanzo cha tukio hili ni imani za kishirikina. Watu hawa ambao wamekamatwa ni pamoja na mtu ambaye amefahamika kwa jina la Nimloni Laurent Mwinuka, miaka 54, Agata John Mtweve, miaka 32, na Sebastian Adamu Mhagama, miaka 29. Aidha, katika kudhibiti ajali za usalama barabarani, kikosi cha usalama barabarani mkoa wa Njombe kimeendelea na utoaji wa elimu kwa madereva, wamiliki wa vyombo vya moto, abiria na wananchi katika makundi mbalimbali kupitia mikutano, mashuleni pamoja na nyumba za ibada. Kutokana na hatua hizo, jumla ya madereva 6295 wamekamatwa kwa makosa mbalimbali ya kiukaji wa sheria za usalama barabarani. Kati yao madereva 6281 waliandikiwa faini, huku waliofungiwa leseni ni jumla ya watuhumiwa 8. Waliofungiwa leseni ni 8 na 4 walinyimwa
na wawili wamefikishwa katika mahakama. Katika hatua nyingine, Jeshi la Polisi mkoa wa Njombe limefanikiwa kuwafikisha mahakamani watuhumiwa wawili, na baada ya kupatikana na hatia walihukumiwa vifungo mbalimbali. Watuhumiwa hao ni kama ifuatavyo. Tarehe 4 mwezi wa 6, mahakama ya wilaya ya Wanging'ombe imemhukumu Sifa Credo Mgonda miaka 37, kifungo cha miaka 2 jela au kulipa faini ya shilingi $100,000 na kumfidia muhanga shilingi milioni 1 baada ya kupatikana na hatia ya kutenda kosa la kumshambulia na kumvunja mguu mtu ambaye alikuwa akimtendea kosa hilo la kumshambulia. Hii ni ripoti kutoka mkoani Njombe na mimi ni Amiri Kilagalila.